والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Watukufu Islam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, awali ya yote tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwafikisha kuufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, na leo tumefikia katika kilele cha sikukuu ya Eidul Fitr. Tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutufikisha katika siku hii. Allah subhanahu wa ta'ala alipotuambia ndani ya kitabu chake kitukufu, baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu, alipotuambia enyi mlioamini, ittaqullaha, mcheni Mwenyezi Mungu, waqulu qawlan sadida, nasemeni maneno ya kweli. Allah subhanahu wa ta'ala ametupitisha katika mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao umetushuhudia tukifanya khairi mbalimbali, mwezi ambao umetushuhudia tukibadili tabia zetu, mwezi ambao umetushuhudia tukiwa ni wenye kujitolea katika mambo mbalimbali ya khairi. Na hii ilikuwa ni kutekeleza agizo la Allah subhanahu wa ta'ala alipotufaradhishia mfungo huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, na mwisho akatuambia lengo kubwa ambalo linatakiwa lipatikane, la'allakum tattaqun. Ibada zote ambazo anatuwekea Allah subhanahu wa ta'ala huwa zinabeba malengo maalum. Lengo la saum ni kutuandaa kuwa wacha Mungu. Unapokuwa mcha Mungu unakuwa vipi? Manake khafullah, unakuwa ni mwenye kumuogopa Mwenyezi Mungu, wahdharu biiqabi, na kuwa na tahadhari juu ya adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala, biimtithari awamirihi, kwa kule kutekeleza maamrisho yake, wajitinabu nawahi, na kujiepusha na yote aliyokataza. Tumekutwa katika tabia kama hiyo mpaka inafikia hatua tunatazamana kwa macho ya furaha. Watu tumebadili tabia, tumekuwa ni wazuri, tunapendeza. Hali hiyo ndiyo ambayo Allah amekusudia tuandaliwe na Ramadhani, ili tuishi miezi 11 iliyobakia katika mazingira kama haya. Na ndugu zanguni, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tumejizuia na ya halali na tukajizuia na ya haramu. Kuanzia leo haitokuwa kazi kubwa kujizuia na ya haram na kuendelea kufanya yale ambayo ametuhalalishia Allah subhanahu wa ta'ala. Leo ni siku ya sikukuu, ndio sikukuu ya Waislamu. Wanapaswa kuwa na furaha, lakini furaha yetu inatakiwa iambatane na matendo mazuri. Ndugu zanguni, mshikamano ambao tuliuonesha ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tulikuwa tunaipitia aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni katika dini ya Allah nyote kwa pamoja wala msifarikiane. Tumeonyesha mapenzi ya dhati ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, lakini tumekuwa ni watu wenye kusaidiana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mshikamano ambao tumeuonesha ndio ambao lengo la Allah subhanahu wa ta'ala, watu kuwa ni umma mmoja wenye mshikamano, wenye nguvu, wala tusiwe shatta makundi mbalimbali. Ndugu zanguni, tunapoyazungumza haya sisi kama Waislamu na wanajamii katika nchi hii, maana yake tumeonesha mfano mzuri ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kuyatekeleza yale ambayo ametuamrisha Allah, ambayo ukija katika jamii pia ni mambo ambayo yanachukuliwa ni katika maadili mazuri.
Tumeonesha maadili mazuri, maadili ambayo yana uwezo wa kupelekea jamii yetu ya Tanzania iweze kuwa na mambo mazuri, na tuweze kuwa sisi ni kiigizo chema kwa watu wengine. Jamii ambayo tukiangalia sasa hivi kuna mporomoko mkubwa sana wa maadili. Kadiri tutakavyozungumza, maadili yameshuka kiasi kwamba ukorofi, mambo mabaya yamekuwa yakitendeka bila ya aibu. Zamani ilikuwa kusikia mtu anabaka ni jambo ambalo ni zito sana, lakini leo hii wanabakwa mpaka watoto wadogo, manake kumekosekana maadili. Ndugu zanguni, Uislamu umesheheni kila aina ya mafunzo mazuri na maadili, na umeweza kutuwekea utaratibu wa namna ya kuwalea watoto zetu, jambo ambalo tumeona ndani ya Ramadhani. Tunabeba watoto zetu kwenda misikitini, tunawaamrisha kuamka usiku. Yale ni sehemu ya mafundisho ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, muru auladakum bisalati bisab'in, waamrisheni watoto zenu kutekeleza swala wanapokuwa na umri wa miaka 7, wadhuribuhum, na wapigeni li10 wanapofikisha umri wa miaka 10. Malezi kama haya yanampelekea kumuandaa kijana ambaye atakuwa ni mzuri. Ndugu zanguni, hebu tuchukue mafunzo haya, tuyaingize katika utekelezaji na tuwafikishie wengine, tuwaeleze uzuri wa mafunzo ambao leo hii kusingelikuwepo na matatizo makubwa katika ulimwengu kama wanadamu wangeyatambua maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na wakawa ni wenye kuyafuata. Leo unakuta askari hawakuwekwa kwa ajili ya wanyama, wamewekwa kwa ajili ya sisi binadamu, kutokana na kukiuka maadili yale ambayo yamewekwa katika jamii. Kuna maadili ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuelekeza moja kwa moja tuwe nayo, na jamii pia huwa zinakuwa na maadili yao. Yote kwa yote yanavunjwa, hakuna mtu anayefuata maadili ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tuyatekeleze, wala maadili yanayozungumzwa na jamii zetu. Lazima tubadilike ili tuwape wepesi viongozi wanaosimamia hayo maadili, waweze kutekeleza mambo yao kwa wepesi na wasiwe na kazi kubwa ambayo wanakuwa nayo hivi sasa. Ndugu zanguni, mwezi wa Ramadhani umetushuhudia tukisaidiana, tukipeana, tukitembeleana, tukionesha mapenzi. Hiyo ndiyo sura ya Uislamu, na huo ndio Uislamu. Isiwe ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, man sama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani kwa imani na kwa kutaraji malipo kutoka kwa Allah, anasamehewa madhambi yake. Tujalie tumesamehewa madhambi yetu, tunayaanzaje maisha baada ya Ramadhani? Hiyo ndio mtihani mkubwa, na huku ndiko kufanya tathmini ambayo itakuwa ni ya uhakika. Baada ya Ramadhani tunaishije? Tunarudi katika yale ambayo tulikuwa tukimkosea Allah? Tulitekeleza swala 5, tukasaidiana, tukapeana, tukatembeleana, tukawa ni watu wenye kuhurumiana na kusameheana. Baada ya Ramadhani, kwa nini mambo hayo yaachwe? Aliyefunga na funga yake ikawa thabit, maana yake ataendeleza yote aliyoyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtume anatuambia, raghima anfi rajulun dakhala alayhi Ramadhan thumma insalakha qabla an yaghfira lahu, amepata hasara yule mtu ambaye imeingia Ramadhani na kisha ikaondoka hakusamehewa madhambi yake. Na tathmini sahihi inafanyika baada ya Ramadhani kuondoka. Atajulikana aliyekuwa akishinda na njaa, na atajulikana aliyekuwa amefunga kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu walitengana na wenza wao kwa hofu ya kwamba Ramadhani imeingia, usije ukaniharibia funga. Kuna watu waliwasamehe wanaowakosea kwa lengo usije ukaniharibia funga. Tabia hii ndiyo ambayo inatakiwa tuwe nayo siku zote. Allah anatuambia, wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Waja wa mwingi wa rehma ni wale ambao
yamshuna ala al-ardi hauna, wanatembea katika ardhi ya Allah kwa upole. Wa idha khatabahumul jahiluna, na wakizungumziwa maneno ya upuzi na wajinga, qalu salama, wao wanajibu amani. Haya ndiyo mafundisho aliyotupa Allah subhanahu wa ta'ala. Yote tuliyofanya ndani ya Ramadhani, manake kuanzia leo siku ya Idi na siku zinazofuatia, hiyo ndio iwe tabia yetu. Na hapo ndipo tutakapoipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwani anatuambia tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya. Hiyo pepo tunaisikia, watakaoirithi pepo hiyo katika waja wangu ni wale watakao kuwa wacha Mungu, ambao ucha Mungu tumeutafuta ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumeacha vyakula vyetu, tukaacha vinywaji vyetu na starehe mbalimbali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini turudi katika maasiya baada ya kuonesha utiifu kama huu ambao tumeuonyesha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Na cha kufurahisha katika yote, ibada ya funga, hakuna ulama yoyote anayejua malipo yake. Allah anasema, mja wangu ameacha chakula chake na kinywaji chake kwa ajili yangu, wa ana ajizi bi, na mimi ndiye ambaye nitalipa. Kwa maana hii basi tutarajie malipo yasiyokuwa na mfano kwa ibada hii, kwa sababu dhamana hii ameichukua Allah mwenyewe, kwamba yeye ndiye atakayelipa malipo ya mfungaji. Hakuna anayejua. Inafahamika ukifanya jema moja unalipa 10 ila 700 dhifin, huzidishwa mpaka mara 700. Lakini funga akasema hii ni ya kwangu mimi na mimi ndiye ambaye nitailipa. Hivyo ndugu zanguni, fursa hii ni fursatun dhahabia, ni fursa dhahabu. Tunapaswa kuitumia vizuri na kuishukuru, na namna bora ya kushukuru ni sisi kuwa wema, kutekeleza maamrisho yote ambayo ametufundisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tumeona nguvu ya wema na uchamungu ilivyokuwa imetandawaa katika jamii ya Uislamu. Na wema na uchamungu ni kipimo cha ustawi wa watu, ni kipimo cha utu na ustawi wa binadamu. Ni wema na utu ukifanyika ni vitu ambavyo vinapendwa. Hakuna mtu ambaye hapendi kufanyiwa wema. Saidina Ali alipata kumwambia mtoto wake, anamwambia, ya bunayya ja'al nafsaka mizanan, mwanangu ijalie nafsi yako yeye ina mizani. Ahibba li ghairi kama tuhibbu li nafsika, mpendelee mwingine lile ambalo nafsi yako inapenda. Anamwambia maneno haya kwa sababu hakuna binadamu anapenda kufanyiwa vibaya. Kama mwanadamu anapenda kufanyiwa vizuri, kwa nini wewe basi usimfanyie vizuri? Ahibba li ghairika ma tuhibbu li nafsik, mpendelee mwenzako lile ambalo nafsi yako inapenda. Tutendeane mema, na mbora wa kumfanyia mema, wa kufanya mema juu yake ni Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ametutunuku afya njema na anatupa riziki ambazo hazikatiki. Sote tunatumia neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kama tukisema tuzihesabie neema za Allah, hatuwezi kufikia idadi yake. Lakini shukurani tuioneshe kwa kuwa ni watiifu na wanyenyekevu katika maamrisho yake. Na ndugu zangu, ni Ramadhani imetushuhudia tukisoma Qur'ani. Qur'ani ambayo tunasema kwamba asingezaliwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam isipokuwa kwa hii Qur'ani. Qur'ani ambayo imesheheni muongozo kamil unaoweza kumfanya mwanadamu awe ni mstaarabu katika nyanja zote za kiulimwengu. Qur'ani ambayo ilipoteremka ndiyo mfumo, na ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio Allah katupa tunu ya Lailatul Qadr, usiku ambao iliteremka Qur'ani jumlatan wahida, yote kwa mara moja, min lawhil mahfudhi ila samai dunya, kutoka katika lawhil mahfudhi mpaka kwenye mbingu ya dunia. Huu ndio muongozo wa Uislamu, na ndio huu mfumo ambao unapaswa uingie katika utekelezaji. Walillahi alhamdu, tumesoma Qur'ani. Hatua inayofuatia maana yake ni kuangalia Qur'ani inatufunza nini.
tuirejee vizuri Qur'ani na tuangalie inachotufundisha tuamrike nacho na inachotukataza tukatazike nacho. Kwa kufanya hivyo tutakuwa kwanza tumeutendea haki mwezi wa Ramadhani, lakini pia tunaitendea haki Qur'ani ambayo siku baada ya mwanadamu kuwekwa ndani ya mwanandani kuna maswali ataulizwa. Moja ya maswali anayoulizwa mwanadamu ataulizwa, wama imamuka, nani kiongozi wako? Ni nani kiongozi wako? Hakuna jawabu utakalolitoa sahihi zaidi ya hili, Al-Qur'anu imami, Qur'ani ndiyo kiongozi wangu. Qur'ani hukuifanya ni kiongozi wako duniani. Unaweza ukajibu? Ni lazima kila mmoja atakwenda kuulizwa swali hili baada ya kufariki tu. Ili iwe Qur'ani ni kiongozi wetu, tuiishi Qur'ani, tuitendee haki Qur'ani, ya ndiyo fundisho ndani ya Qur'ani, tujitahidi kuyatekeleza kwa nguvu zetu zote, kwa uwezo wetu wote na kwa maarifa yetu yote. Ndugu zangu, ni leo ni siku ya sikukuu. Baada ya mfungo wa Ramadhani, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuhimiza tufunge na siku 6 katika mwezi wa Shawwal. Ni sunna iliyokokotezwa. Kwa maana hii tumepata fadhila za kufunga mwezi wa Ramadhani. Tukifunga na siku 6 itakuwa kana kwamba tumefunga mwaka mzima. Allah atupe wepesi kutekeleza ibada hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni, yote tunayazungumza haya, lengo kubwa ni kwamba tumefikwa na msiba mkubwa wa kuondokewa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Allah aliposema ayyama ma'dudat, tuliona kama ni masiku mengi. Ramadhani imeingia. Leo kila mtu anasema siamini kama Ramadhani imeondoka. Kila mtu anaona ni masiku machache, lakini hiyo ndio safari. Hata kwenda akhera safari yenyewe ndio iko hivyo hivyo. Tahamaki hata zurtumul maqabir, tunayazuru makabur. Ndugu zanguni, Allah subhanahu wa ta'ala katika mafunzo yake mengi ametuhimiza kutenda wema kwa aina zote za watu. Aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, araaita alladhi yukadhibu biddin, je, umemwona yule anayekanusha malipo? Allah akasema fadhalika alladhi yad'ul yatim, ni wale ambao wanawanyanyasa mayatima, wanaosukuma mayatima. Lakini jingine, wala yahuddu ala ta'amil miskin, wala hajihimizi yeye wala kuwahimiza watu wengine juu ya kuwalisha maskini. Kwa maana hii, haya ni mafunzo tunapaswa kuyachukua. Hatuwezi kuyasema yote. Tukirejea vizuri kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, tukute mafunzo yalivyokuwa mazuri, yanaangalia haki za watu wote bila kuleta ubaguzi wa aina yoyote ile. Qur'ani ndiyo ile kuja kuleta ukombozi wa ukandamizaji ambao ulikuwepo kabla ya kuja hii Qur'ani. Kwa haya niseme tuitekeleze ibada hii ya siku ya Eid tukiwa na furaha zilizosheheni ibada, furaha ambayo imesheheni kuhurumiana, kupendana na kutembeleana. Lakini suala la zakatul fitr, kwa maelezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema zakatul fitr ni kwa ajili ya kutakasa nafsi zetu na kwa ajili ya chakula kwa watu wengine. Lengo lake ni kufanya watu wote wao na furaha. Kwa hiyo leo tuwe na furaha majumba yote, isitokezee mtu kwake hakupikwi na wewe unacho. Na muda wa kutoa ni kabla ya swala. Wale ambao watatoa baada ya swala inakuwa ni sadaka kama sadaka zingine, na Mwenyezi Mungu atawalipa. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Baada ya kusema haya, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala tupe tawfiq. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا ميت من المسلمين إلا رحمت ولا عسيرا إلا يسرت ولا ضالا إلا هديت. اللهم ارزقنا رزقا واسعا وعلما نافعا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما.
wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.